Bismillah. Kwa kweli kwanza tunamshukuru sana Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa mapenzi yake makubwa alionayo kwa wananchi wake wa Zanzibar na kwa wapenda michezo wote Zanzibar na nje ya Zanzibar ambao wameamua kuja kuenjoy fainali ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Yeye kama mlezi, kama mwanamichezo nambari moja, kama kiongozi wa mapinduzi haya kwa sasa akiwa mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameona ni vyema awasaidie, awafurahishe washabiki kwa kununua tiketi zote za mchezo wa kesho. Kwa hiyo ni kweli, hiyo taarifa ni ya kweli kwamba Mheshimiwa Rais amenunua tiketi zote za mechi ya kesho. Sasa sijui ataingia hasara ama atapata faida. Kuingia hasara ni kuona uwanja mtupu wakati yeye amelipia tiketi zote. Kupata faida yeye ni kupata furaha ya kwamba nimenunua tiketi zote na watu wamezitumia. Kwa hiyo tuwashawishi, tuwashauri, tuwakumbushe wananchi kwamba ukija kesho kwenye fainali ya NMB Mapinduzi Cup, sio tu unakuja kuenjoy football, sio tu unakuja kuenjoy burudani zitakazokuwepo, lakini kumbe pia utakuwa umeenjoy fedha kutoka mfukoni kwa Mheshimiwa Rais ambayo yeye katoa kakununulia we tiketi ya kuja kesho kuburudika hapa. Kwa hiyo niwakaribishe kesho sisi hapa, ukiachana tu na kwamba kuna fainali hiyo ya NMB Mapinduzi Cup, lakini pia tuna tukio la uzinduzi wa huu uwanja ambao sawa watu wanasikia Gombani Stadium, lakini hii ni Gombani Stadium mpya, sio ile ambayo watu wanaijua iliyojengwa miaka ya 90. Gombani Stadium ya sasa ina hadhi nyingine kabisa ambayo Mheshimiwa Rais aliamua pia kuingiza mkono mfukoni kusema nataka wananchi wapenda michezo wa kisiwa cha Pemba na wao wale raha ya football. Kwa hiyo kesho tutakuwa tuna tukio ile la uzinduzi wa uwanja baada ya ukarabati, lakini tuna tukio la uzinduzi wa uwanja mpya upo hapo nyuma ya uwanja huu ambao ni uwanja wa wilaya hii ya Chake Chake. Tutakuwa pia baada ya hayo tutakuwa pia na shamra hapa nyingi zitafanyika. Na baadaye tutakuwa na hiyo raha ya football yenyewe kati ya Azam dhidi ya Yanga, ambapo mshindi atachukua 150 na atakayeshindwa atachukua 100. Manake wote sasa hivi wana 100, isipokuwa yupi ataongeza 50 tutamjua kesho, Mungu akijalia. Ratiba kamili ya mchezo wenyewe hasa ni saa ngapi? Kick off kwa maana ya firimbi ya referee kuanza football ni saa 10:30 juu ya alama, lakini mageti yatakuwa wazi saa 4 asubuhi. Shamra zitaanza saa 5:05 6. Shamra zitakaza saa 8. Raha burudani itakuwa kwenye 8:30 haswa, hapo ndo ratiba yetu itaanza. Kick off saa 10:30. Na nadhani kama tunavyoona wote hapa maandalizi na thubutu kusema yametimia kwa 100%. Kama sio 100% basi ni 99 kasoro ile, manake nilimwona refaria hapo nje mpaka jezi zake ashavaa. Kwa maana maandalizi yapo tayari yote, bado muda tu wa kupiga firimbi mpira kuanza. Naam. Neno lako kwa mashabiki wapenzi tunakwenda kwenye sherehe za miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar? Kwanza washabiki wa mpira kokote ulipo Zanzibar, kwa maana ya Unguja, Dar es Salaam, Azam Marine katuwekea boti za ziada. Kawaida hapa Azam Marine kwa Kilimanjaro yake anakuja siku moja, anakuja asubuhi, anarudi kesho, so leo. Lakini specific kwa NMB Mapinduzi Cup sasa hivi Azam Marine katuwekea boti kila siku, anakuja, anarudi, anakuja tena, anarudi. Kwa maana kwa siku mara mbili kuanzia jana, majuzi na leo na kesho. Kwa hiyo hujachelewa wewe uliopo Unguja, uliopo Dar es Salaam, karibu Pemba. Wewe uliopo Pemba karibu Gombani. Tuje tufurahie matunda ya mapinduzi yetu. Sisi ni furaha ya kuwa huru baada ya ndugu zetu, wazazi wetu, mababu zetu kutoa roho zao miaka hiyo kwa kuikomboa nchi yetu. Kwa hiyo tunawashukuru wao. Kuwashukuru wao ni kuja hapa, kuja kuenjoy, kuja kutizama football, kuja kumuona atakayeondoka na kombe la bingwa wa NMB Mapinduzi Cup. Mwisho, majina yako matatu? Naitwa Rashid Said Suleiman, ni katibu wa kamati ya maandalizi ya kombe la Mapinduzi 2026 NMB Mapinduzi Cup.